Hatimaye tena ikiwa ni wakati mwingine bomba zaidi, tuko na picha moja bambam Majala. Wanasema leo tuko na picha ambayo inazungumzia historia ya bwana mdogo ambaye aliongoza miaka 1452 katika taifa zima la Joseon. Bwana mdogo akiwa na miaka 12 tu aliweza kutolewa katika kiti cha kifalme na mwanaume mmoja ambaye alikuwa ni sekretari wa babake. Kwa sababu ya umri wake bwana mdogo alishindwa kuweza kupambana na mtu huyo, hivyo aliweza kutolewa katika kiti. Mtu huyo kuishia hapo tu, alisambaza bloodline yote ya kifalme kwa kuwafanya kuonekana wao ni wakosefu. Bongo moja la picha kutoka DC Production, jumba la burudani. Lakini pia kumbuka liko na mkali wako, mchambuzi wako akina Nitefalu DJ. Wanasema The King Guardian. Nitakuwa pigo na 4 DJ Tala Bintibu. Bongo moja la burudani ili tutakwenda kuenjoy kwa pamoja zaidi. Sasa hebu tuende katika episode ya kwanza ili kupata muktadha wa burudani iliyotukuka zaidi. Wanasema ndani ya miaka 12 tu Chalie aliweza kutolewa katika kiti cha kifalme, na hapo alikuwa ni mdogo sana, Prince Inosani, ambaye kwa sasa katika vitabu vya kihistoria vinamtambua kama King Dajong. Hapa inatoka DC Production kwa Gojesoni. Hebu tuende tuanze namna hii kibabe zaidi katika episode ya kwanza tu. Wow. Hatimaye tena baada ya kudivatize sana, sasa tuende rasmi katika picha bomba zaidi. Yani picha kabambe, picha mando. What is The King Guardian? Tunaanza namna hii kibabe zaidi. Bonge moja la picha, lakini pia bonge moja la kazi. Ni kizaza. Hebu tuanze kazi rasmi kabisa baada ya kupata mwongozo wa kibabe zaidi. Hapa inaanzia hapa. Okay, tuazidi kusonga na jaramba tu. Kumbuka ni baadhi ya matukio ambayo tushadivatize katika episode safi iliyopita. Sasa tunahitaji kuunganisha jua nini hatima ya bwana mdogo. Anasema kwa kile ambacho amefanya, kwa sababu kilikuwa ni uasi, lazima wakubaliane na adhabu ambayo itakuwa ni kama treason. Hata hivyo Chalie hakuwa na chochote cha kujibu tu, yani kwamba anatolewa katika kiti cha ufalme kimabavu zaidi. Sasa tunachana na hiyo ambayo tunakuja upande pili. Huku ulikuwa na kijiji fulani ambao wanaishi maisha yao tu. Sasa mzee yuko katika shughuli ya mawindo. Mwambie mnyama ambaye anawindwa ni kwamba kila ambaye amepiga amekosa. Sasa upande pili mzee akiwa anazidi kumfuatia yule mnyama, amemweka target vizuri tu, hala kaingia mnyama tiger. Mbona nyama haina ladha? Nyama nzuri ni hii huku. Mzee akasema miguu nisaidie. Kimbia zake akadondoka katika eneo fulani la bonde. Sasa anajiuliza, huyu ni swala gani ambayo ulikuwa unamwinda baba? Anasema hujamuona tiger? Baba unaota ndoto za mchana bwana. Twende pamoja. Basi mzee aliibuka katika eneo moja tu. Huko alikutana na mzee mmoja wa kale zaidi. Hasa mheshimiwa. Hata hivyo alifika katika kijiji cha pili ambapo ilikuwa inaonekana watu hawa wanaishi maisha ya kuenjoy sana. Mbuzi Katoliki, watu wanakula vizuri sana. Anasema hiki ni kijiji ambacho kilipataga bahati na baraka kutoka kwa mtu ambaye tutembelea kama mgeni tu. Anasema basi naomba nipe mwongozo hicho ambacho nakisema. Basi mtu anahitaji kumpaka historia tu, namna ambavyo mambo yalikuwa mpaka huyo mgeni akawa ni msaada kwa upande wao. Mpaka leo hiyo anaweza kupata nafasi ya kupata vyakula vingi kiasi hiki. Anasema kuna siku moja aliweza kufika mtu wa zamani kidogo. Huyo alikuwa ni waziri wa haki. Alipofika katika kijiji chetu, kwa sababu alipigwa exile hivyo, tulihitaji kuishi naye. Hata hivyo tulishindwa kuishi naye kutokana na miemko aliyokuwa nayo. Basi baadaye tuliweza kumpatia kitu ambacho anahitaji. Hata hivyo kwa maisha alivyozidi kwenda, baadaye alianza kuwapatia elimu watoto ambao walikuwa katika kijiji chetu. Alitupenda sana. Na baada ya exile yake kuweza kuisha, ndio wakati ambao alikuwa anahitaji kurejea Anye. Mimi nilipata bahati ya kuwa miongoni mwa wanafunzi ambao nilichukuliwa na ule mzee kwenda kusoma. Hivyo kwa sasa nimerejea kwa ajili ya kurudisha fadhila katika kijiji changu. Ufupi ilikuwa hivyo. Hiyo ni Nol Galivar. Sasa nika historia na wasimulia wana kijiji wenzake hiyo fadhila ambazo kijiji cha pili walikifanya, wakaja akapata mafanikio na vyakula vya kutosha tu.
wanapochoshaga hapa. Kazi ngumu sana hizi wazee. Anasema kwa hiyo juu ya Noel Galivale na wale watu ambao wanatokea katika Yangdan ni watu ambao walipataga bahati. Hiyo sio kwa sisi wana. Anasema ina maana wazo la kufanya exile katika kijiji chetu usije ukafikiri kana neema kama ya watu ambao walipata watu wa Noel Galivale. Sasa mzee anachomaanisha kwamba kila ambacho kilitokea upande wa pili. Alimuuliza mzee mmoja kwamba wewe mara yako wa mwisho kula wali ni lini? Mjazo alikuwa ni siku ya harusi yangu. Anasema unaona sasa, kama exile itakuja katika eneo letu, yani exile tafsiri yake ni kama kifungo. Lakini sasa ni kifungo cha mtu. Ina maana kama kuna mtu atakuja katika kijiji chao, nao wataweza kupata manufaa namna hiyo. Basi sasa anahitaji kuwahi katika ofisi ya governor kwa ajili ya kuomba sasa safari kama kuna mtumiwa atakuja aweze kwenda kwenye kijiji chao. Asema tulieni wana. Anasema Chongyo ni sehemu nzuri sana. Kwanza kuna maporomoko mazuri, kuna milima, ni sehemu nzuri sana ya kufanya exile. Anasema sehemu ya kupeleka ni Yong. Sasa ni mashindano. Hiyo exile ifanyike katika sehemu gani? Yaani mtu ambaye atakuwa amehukumiwa afike katika eneo gani? Alitoka kiongozi mmoja mkubwa sana. Anasema hebu mwachie nimsikilize mtu huyo. Basi mzee aliweza kupatia mwongozo wa kile ambacho anakimaanisha. Anasema unamaanisha kwa kile ambacho unakisema juu ya kijiji ambacho unatokea wewe. Anasema sio kumaanisha tu, pia na ramani ambayo inaonyesha ni sehemu nzuri sana ya kumfanyia mtu exile. Kama mtu ataweza kuletwa katika lile eneo, hataweza kutoroka. Basi mzee mzima alihitaji kufika hilo eneo kuliangalia vema zaidi. Mtu huyo ambaye sio muda ataleta mfungo katika ile eneo aliweza kuangalia sana ile eneo. Alimuuliza kitu kimoja tu, unaweza ukaienda hiyo kitu? Lakini upande wa pili sasa, mnyama Prince ambaye kwa sasa anatolewa katika kiti kimabavu zaidi na anaenda kukutana na exile kutokana na treason ambayo itengenezewa bwana mdogo. Basi sasa anaonekana alishiriki katika uasi. Huyu Chalindo anaenda upande wa pili kwenda kupigwa exile. Yaani akiwa na miaka 12 tu, wajomba walimtoa katika kiti na kumweka pembeni akae mbali kabisa na ufalme. Kosa lenyewe alieleweki ni kosa la aina gani, lakini kwa sasa anachohitaji ni kutenganishwa na ufalme. Basi upande wa pili katika kijiji, maandalizi yalikuwa yamepamba moto zaidi. Wakiamini ya kwamba mtu ambaye ataweza kuja kwa wakati huu katika kijiji chao atakuja kuwaletea msaada kama yule mtu ambaye aliendaga katika kijiji cha pili. Basi watoto wanauliza kama watapata nafasi ya kuweza kupata hata ubwabwa. Basi usiku mzee alikuwa kama ameweuka, anafanya maandalizi ya kumkaribisha mgeni asiyemtambua. Ana kijana wake mdogo wa kiume anaitwa Tyson. Huyu bwana mdogo ana ndoto kubwa sana kwa msomi wa taifa la Joseon. Lakini sasa ndo vile hana msaada. Anasema tupata nafasi ya kwenda Anyang kijana wangu. Wewe mtu ambaye amepigwa kifungo cha nje. Inaonekana ndo wakati ambao anafika. Mzee amefurahi sana. Anaamini ni yule mzee wa kipindi kile ndo ameletwa katika kijiji chao. Hivyo baada ya muda atakwenda kuenjoy sana. Anawaambia tulieni kila mmoja wenu kwa ajili ya kumpokea mgeni. Sasa basi kutokana na mwongozo wa kile ambacho kinatakiwa, iandaliwe hiyo boti maalum, cheki boti za kipindi hicho kwa ajili ya kumvusha mfungwa kumpeleka upande wa pili katika kijiji ambacho mzee ndo anatokea. Sasa sura ya bwana mdogo ni tofauti na yule ambaye mzee alikuwa anamtarajia, kwa sababu aliambiwa kwamba yule waziri wake ambaye alikuja alikuwa na ndevu nyeupe, lakini mbona hana hata ndevu. Basi anawashinikiza na kijiji wenzake waweze kuvuta upande wa pili. Asijue kwamba mtu ambaye amekuja katika ile eneo ni The King, mnyama aliyetolewa tu na umri wa miaka 12, kuwekwa pembeni kabisa na ufalme. Anaambia vuta. Sasa ngoma ilikuwa imegota hapo chini, huku anavuta kwa nguvu, lakini sasa ghafla ngoma ilikachia katikati ya watu wakala maji. Sasa binti anaita
Your Majesty. Mwanamume alisikia ila kuwekea makini zaidi. Moja kwa moja upande wa pili sasa kwa wazee wazima. Anamuuliza juu ya Nosan. Anasema huyu kwa sababu kwa sasa ameshapoteza kila kitu. Ana neno wala kauli. Ndo wajomba waliomweka pembeni zaidi. Lakini mtu ambaye aliongoza mapinduzi anasema msisahau juu ya kitu kimoja tu. Kuna Prince Gimong. Huyu ni brother wake. Kwa wakati mwingine anaweza akawa msaada zaidi. Sasa katika eneo moja la chemba zaidi anaingia Prince ambaye ana nguvu pia mawaziri. Anasema tuko tayari kufa kwa ajili yako kufuata kile ambacho unakitaji. Anasema hakika anafurahia juu hicho. Sasa upande wa pili mzee baada ya kuletwa katika ile eneo kuna msosi ambao alikuwa ameandaliwa. Hivyo sasa inatakiwa aweze kupelekewa tu. Anasema sihitaji kula kwa wakati huu. Mamba asema ananihitaji mbwa mtu huyo. Hata ajui mimi ni nani. Basi akaingiwa na tamaa kidogo ya kuonja chakula. Kwa sababu mtu sihitaji kula bwana. Kuonja kidogo tu. Sasa ndio anafakamia msosi. Ya kazi anakuja anasema ni kutokuelewa tu. Basi baadaye anarudisha msosi kwa governor. Anasema kwa hiki ambacho kinatokea katika exile, kila kitu kitakuwa chini yenu. Bwana mdogo upande wa pili akiwa anatengeneza zake mishale. Anaona wasomi wanapita inamuumiza sana. Lakini upande wa pili alisikia taarifa kwamba juu ya kijiji cha Chiogong na mtu ambaye amepelekwa pale ni mtu wa muhimu sana. Anyway, tujue aliambiwa ni mtu wa namna gani. Basi upande wa pili mzee ni kwamba liko amelipiga nusu. Anadai ni kwamba ajala. Sasa mtu anajiuliza huyu tutakuwa amechapa msosi. Mara ghafla naona kuna watu wanakuja. Alikuwa ni ule chali yake. Analeta mavitu ya kutosha zaidi. Anasema peleka vitu hivyo na waambie vimetoka katika kijiji chetu. Sasa huyu mpumbavu huyo. Anasema baba unajua juu ya yule mtu ambaye amefungwa. Anasema ni Nosan. Nosan kama Nosan. Anasema sio Nosan. Yule ni prince. Yani ni king. Mfalme wa hili taifa. Anasema nini? Sasa ndio inamfanya akumbuke kile ambacho aliambiwa na mtaalamu. Anasema haitakuwa ina maana kiasi gani ila sijajua kama utaweza kulienda ile swala. Sasa mzee alipata mashaka kidogo. Hivyo aliwajuza na kijiji tu kwa kile ambacho kinaendelea. Lakini sasa bwana mdogo ndo atusimulia namna ambavyo ilikuwa. Anasema baada ya babake kuweza kufa, bwana mdogo aliweza kutolewa na wale wote ambao walikuwa wakiongozana na bwana mdogo waliweza kukatwa vichwa. Hivyo kwa yote ambaye anakuwa upande wa mtu huyu inakuwa ni hatari kwa upande wake. Sasa hii taarifa ndo anapewa na kijiji sasa. Anasema sasa nini kitatokea sasa kwa upande wetu? Kwa sababu sasa tumepokea kitu ambacho hatujui nini madhara yake. Wanakijiji waliingiwa na wasiwasi sana kutokana na kile ambacho alikiambia. Lakini mzee mmoja alisema ni kwa sababu yako chifu. Basi majira usiku mzee akiwa anajilaumu sana kwa kile ambacho ameweza kufanya. Alikuwa juu sana kwenye maporomoko. Mara ghafla alimuona mzee mzima yuko huko. Mwamba ambaye ongei. Anaenda taka ajiachie sasa aweze kujimaliza. Lakini ghafla mzee aliweza kumdaka. Akamwambia hiyo ambayo unafanya sio fair. Anasema niachie mimi. Anasema ukipotea tu ni kwamba kijiji kizima kitaweza kuangamia. Hivyo salia kwa ajili ya msaada wa kijiji chetu. Baadaye anapeleka taifa kwa governor. Anasema mtu alihitaji kujiua kwa kuruka katika kilele cha milima. Kwa hiyo nini ambacho kilifanyika? Anasema chapu haraka nifika na kumsaidia. Basi ndo sehemu ambayo wanaishi watu hawa. Na haya ndo maisha. Anasema basi leo lazima tukeshe tuatengeneza mlo tu wa kuweza kumpelekea bwana mkubwa. Anasema mimi ni mtoto wa chifu ile eneo. Na leo nimekuja kwa sababu moja tu. Naitwa Tyson. Natokea Guangchung Village. Basi Charlie aliweza kupeleka chakula kwa mtaalamu. Anasema kuna oda nyingine tofauti na hiyo ambayo ameniambia. Basi bwana mdogo anarejea anasema kwa wakati huu kwamba mwamba ameweza kula. Hivyo wanakijiji walifurahi sana kuona wakati mtaalamu ameweza kubali chakula ambacho amekiandaa. Lakini sasa washatambua kwamba huyu ni the king. Basi majira usiku kuna binti ambaye alikuwa anambamba katika ile eneo.
Hatujui nini ambacho anafuatilia, lakini ghafla hatukujua nini ambacho kinatokea. Lakini sasa kuna barua ambayo ilikuwa imetoka kwa Grand Prince Gamio, kaka yake na bwana mdogo. Ile barua hatujui ilikuwa na nini ndani yake. Sasa upande wa pili mzee anaambia kwamba Prince Nosan hajaonekana na sasa hakuna ishara wala dalili ambayo inaonyesha yuko wapi. Mzee akajua bwana mdogo tayari yuko kwenye matatizo. Anakimbia kwenda katika lile eneo. Mtaalamu aliweza kupatiwa barua na Prince Gamio, yani kakake tu. Hatujui ni ujumbe wa namna gani ulikuwa umeandikwa. Anasema na kijiji wote wanaofu juu yako na unawapeleka watu katika hatari. Hebu jaribu kuangalia namna gani sisi tunakupambania. Mzee anajua ni kwamba bwana mdogo kwa sasa anahitaji kujiangamiza tena. Asijue kwamba bwana mdogo hana hayo mawazo tena. Yeye yuko tu kwa ajili ya mambo yake hapa. Mara ghafla akiwa katika ile eneo sasa, kuna sauti inasikika ya kutisha. Ni mnyama taiga Kumbuka kuna ule taiga ambaye yupo katika misitu. Sasa mzee mmoja alijitolea akidai kwamba kutokana na umri wake umeenda, acha achukue maisha yake. Lakini ghafla Charlie akipambana kusaidia, mshale ukadondoka chini. Ndio kashikwa na mnyama. The King mwenyewe. Anasema unahitaji kwenda tofauti na mimi, ngoja nikuoneshe njia. Mambo ilipigwa moja safi, juu kwa juu. Mzigo wapo chini. Mnyama ni hatari. Huyo ndo King Daejong. Taarifa zinafika kwa governor sasa ya kwamba ameweza kumuua tiger. Anasema mbona umekuwa mwongo sana? Anasema kwa wakati huo Prince Nosan ndo aliweza kumwangamiza mnyama. Kwa hiyo amesaidia mimi pamoja na wanakijiji wenzangu. Sasa msimuliaji anayesimulia na huyo msikilizaji aeleweki nani anasimulia na nani anasikiliza. Anasema ngoja nikuhadithia ilivyokuwa. Prince Nosan alisema kitu kimoja tu. Na tiger alimuelewa. Alichomfanyia achoma katika hilo eneo. Anasema hakika ilikuwa incredible. Anasema kwa saizi nafikiria mambo yanaweza kaa sawa katika kijiji chetu, kwa sababu mtu huyo ameweza kuwa ni msaada sana. Sasa upande wa pili kwa kijakazi ambaye waga anamsaidia mnyama, akiwa anatoka na shangaa mzee mzima huyo hapa chief. Anambia bwana anahitaji kupeleka kitu kidogo kama utojali. Anambia mbona unakuwa msumbufu kiasi hicho? Sisha kwambia ukae mbali na hili swala. Anasema bwana anachohitaji ni kufanya kama fadhila. Naomba nafasi kidogo nipate nafasi ya kuongea na mtu huyu. Basi mnyama alitoka nje na alimwita. Na kwa mara ya kwanza mtaalamu alisema kwamba anasikia njaa kwa wakati huo. Basi akapelekewa diko namna hiyo. Aliweza kulichapa diko sana. Anasema nafikiria kitu kimeenda sawa zaidi. Hasa mambo alianza kuwataja watu wote ambao walihusika katika kutengeneza hilo diko na kuwapa masifa ya kutosha. Anasema kutoka pointi hapo kila kitu kimefanywa na wanakijiji. Okay, ilimfurahisha sana mnyama King Nosan. Anasema sikutegemea kupata ukarimu wa namna hii, na kwa sasa anajisikia vizuri sana. Hasa mzee anarejesha taarifa kijijini kwamba nini kinaendelea kwa Prince Nosan. Mzee akuja amechoka, anasema kula kijiko kimoja tu. Na Tanzania bwana amepiga msosi kinyama. Anasema lakini pia alikusifia hata wewe mwandaji wa kichakula. Hasa anasimulia. Anasema huyo ni moto, lakini kwa samaki alikamatwa na binti mdogo sana. Kwa kila kitu ambacho anakipatia mtaalamu, kuna watu ambao tengeneza muunganiko wa kukamilisha mlo kamili ambao anaupata kwa sasa. Mzee aliwamenyea manyama wote waliohusika katika kuandaa huo msosi. Yaani mpaka mnyama mwenyewe alifurahi. Akaona si ndo maisha sasa. Anasema nijua tu na nimefurahi sana mfalme kuweza kulitaja jina langu. Hasa wakiwa hapa kuna ugeni ambao unakuja. Watu wanasema tumetoka mbali sana. Tunatokea sehemu inaitwa Ayoji. Tumekuja kuleta baraka zetu kwa mfalme na kumwombea maisha marefu. Anaambia nyinyi ambacho mnafanya hicho kinaweza kawa ni matatizo bwana. Watu wao walikuwa hawajali. Yaani walikuwa wamejaa kwa ajili ya kumtakia maisha marefu mfalme wao na kumwombea baraka.
Yaani wanatupa kila kitu kiweze kumfikia ese. Lakini sasa upande wa pili pia kwa wanyama kuna taarifa inafika. Analeta mwamba anasema uliweza kufikisha barua. Anasema nifikisha barua. Basi nahitaji urejee kwa ajili ya kumaliza jambo lingine. Kuna Chalini kama alikuwa anasikilizia zile habari. Sasa wanaambia siku hiyo mzee na timu yake nzima ni kupoa mizigo tu ambayo ililetwa na wale watu. Na baadaye waliweza kuliandaa diko akiwa anachambua mazaga huku akiwa anajisifia sana. Basi kwa usiku wake kalikuwa ni kazuri sana kwa upande wao. Ndipo mtaalamu Prince Nosan. Huyu katika vitabu vya historia anaitwa King Dajong. Ila sasa patatumia jina la Prince Nosan. Basi katoto wake kaliweza kufurahi sana kumwona. Na hapa ndo alipata kumbukumbu ya kwamba kaka ndo kaliweza kamata vile vijisamaki. Yesu unajua tena. Mamba anawasifia sana familia ya Moto kwa kile ambacho alikifanya. Anasema hivyo vyote ambavyo mmevipata sio kwa ajili yangu, ni kwa ajili ya kijiji na wanakijiji wote mnaweza mkaenjoy. Hii hapa picha kumbuka ni complete zaidi. Tunazidi kusonga tu, usibonye kidude. Mambo yanazidi kusonga kizazi zaidi. Vipi habari ya mkali Yadong ambaye kwa sasa anaitwa Prince Nosan na hatima maisha yake yote. Pia Charlie apata nafasi ya kumwomba kitu kimoja tu. Anasema yeye anaomba afundishwe namna ya kusoma kwa sababu anajua pasipo elimu hamna kitu anaweza kupata. Mnyama anasema basi nitajaribu kukusaidia kwa hicho ambacho unaamini. Tunzetu Charlie yangu, mambo yanazidi kusonga tu. Usiguse kidode. Wow. Okay, watu sasa wako na ambition moja tu ya kuhakikisha wanaweza kufanya mapinduzi ya kumchomoa mkali ambaye ni Secretary Amyong na kuhakikisha watengeneza nafasi ya kuliweka taifa katika mikono ya Prince. Sasa watakwenda kufanikiwa katika mapinduzi ya kijeshi ambao wanataka kufanya au itakuwaje? Habari iko katika episode ya pili tu, lakini pia kumbuka ndio itakuwa final zaidi. Mmoja wa watu ambao alikuwa anatuma barua ya muhimu sana aliweza kunaswa na mzee mzima ili aweze kupata majibu ya kile ambacho kimeweza kuandikwa ndani ya barua hiyo, lakini mtu hakuwa tayari kuweza kufanya usaliti kwa watu ambao waliamini wako na lengo jema tu la kuweza kulitetea taifa. Basi mzee akawa na time yake, alimfyekea mbali. Hebu tuanzetu katika episode ya pili tu, lakini pia ikiwa ndo final ya mzigo bomba zaidi inakwenda kwa jina la King Guardian. Tunaanzia hapa. Okay, tunaanzia pale ambapo tulishia. Tala binti Ibn Jalamba kabambe zaidi. Anasema basi nitafanya kadri utakavyo. Ni kwamba mtaalamu Nosan, yani Prince, alikubaliana namna ya kuhakikisha anaweza kumfundisha bwana mdogo juu ya swala la elimu ambalo aliomba. Hadi sasa ukaribu ulikuwa unazidi kuzidi tu kati yake na wanakijiji. Basi taratibu bwana mdogo baada ya kupata elimu vyema alianza pia kuwafundisha watoto wa kijiji mambo ya kusoma, kuandika. Lakini watu hao walijikuta wamekuwa kama familia moja tu, wanaishi maisha ya furaha zaidi. Siku moja bwana mdogo alimtengenezea upinde maalum sana kwa ajili ya shukrani mnyama mzima za King. Basi maisha yazidi kusonga chali yangu. Wewe mzee asema wali mara mwisho kula ilikuwa ni siku ya harusi yake. Basi mambo yalikuwa yanazidi kusonga tu. Kumbuka tuko na King Guardian katika episode ya pili kwa final Tala Bintibu, lakini pia zidi kulike, comment, kushare, kusubscribe. Na maoni yako ni bora sana kutuongoza katika episode safi itakayokuwa inafuata. Basi mtaalamu upande wa pili, Secretary Amyong, kuna kitu ambacho aligundua, hivyo alimteua waziri mmoja aweze kufanya uchunguzi wa siri sana. Na sasa pia upande wa pili kwa Prince Muyong, naye akiwa na vijana wake wa kazi zaidi. Sasa ni wasaa ambao walikuwa wanaweka makubaliano ya kiapo kikali zaidi kuhakikisha wao wanaweza kufanya mapinduzi tu, yani kuliweka taifa chini ya mtaalamu Nosan. Basi alitumwa mtu mmoja kwa ajili ya kupeleka ujumbe, lakini ghafla mtu aliweza kukamatwa na wazee wazima. Anasema najua umetumwa na Prince Gamyong kuleta barua upande huo. Vipi juu ya barua hiyo, nini ambacho kilikuwa kimeandikwa? Anasema kwa maisha yangu siwezi kukubaliana kuwa mwasi. Anasema basi utakuwa mtumwa kwa sababu sitakuwa na jibu na kuweza kubishana na wewe. Mzee alimfyatulia mbali panga moja safi zaidi. Pande wa pili taarifa inafika kwamba mtu yule amepotea.
Anasema lakini kuna kitu kinahitajika tufanye mtaalamu. Sasa department kitengo kutoka kwa governor, maelezo ambayo yanatolewa ni kwamba wanajeshi wakisha wanaweka ulinzi kuzunguka eneo zima la exile. Charlie sasa leo alikuwa anatoka na vipeperushi, kuna sehemu anahitaji kuelekea. Hata hivyo ni mtu ambaye anapendana sana na babake. Anasema leo nilikuota baba katika ndoto. Mzee basi alienda kuchimba vitu fulani. Hizo anazitaga ginse. Basi mwamba alikuwa anajaribu upinde vyema. Mzee alifika kwa manjonjo zaidi. Kuna kitu ambacho amemletea. Anaambia usijione wewe ni mzaifu. Mtu mzaifu hawezi akaweza kuwa tiger. Kwa hiyo ni mtu mwenye nguvu na mwenye uwezo mkubwa zaidi. Hata hivyo ilifika taarifa moja ya kumshtua sana mzee, ya kwamba mtoto wake tayari, yani Tyson, amechukuliwa na jeshi maalum ambao linaongoza katika mji. Hasa mzee kwa mtoto wake umwambie kitu. Chapu haraka alifika asema nahitaji kumuona gavana. Dogo itakiwa pigwe fimbo 12 kwa makosa ambayo amefanya. Mzee anasema nini kinaendelea katika dunia hii sasa? Anasema tuisha kataza mtu yote kuweza kutoka na kuingia. Sasa imekuwaje umeweza kumruhusu mtoto wako aweze kutoka? Basi mzee anaomba sana msaada. Anasema basi badala yake niweze kuadhibiwa mimi tu, kwa sababu hicho ambacho amefanya ni mimi nilimwagiza. Mimi ndo nilimwagiza jamani. Anasema basi zitakuwa fimbo 100 sasa. Anaomba sana lakini kwa sasa mambo yanakuwa magumu zaidi. Huko ndani kuna mzee anacheka sana. Bado tujaiona sura yake. Huyu hapa mnyama mwenyewe, mastermind. Secretary ambaye alimpulua dogo katika kiti cha ufalme na kumpiga exile. Sasa Charlie anafika kuja kujaribu kutetea tu, kwa sababu ashajua mambo yatakuwa magumu zaidi. Anasema naongea kama prince na mfalme wa taifa hili. Mwachieni mtu huyo. Huko ndani mwamba anacheka sana. Anasema piga huyo mpaka kufa. Anasema ni mwengo. Nini ambacho kinakufanya? Anasema wewe sio mfalme. Anaambia pumbavu wewe. Anasema wewe sasa una nguvu gani? Una nini cha kuweza kunzingua? Zaidi huyu atapigwa mpaka kifo. Anasema nimesema acha. Mwamba anamkejei dogo, anasema hana chochote katika utawala, yani hana nguvu yoyote, na ni kama ni mfungwa tu hivyo. Bwana dogo aliomba kitu kimoja tu, endapo ataweza kuondoka basi hiyo itaweza kusaidia. Ndo ombi la mkali Amyong, secretary ambaye alianza kuimbisha bloodline ya kifalme pindi tu ambapo mfalme wa kwanza aliweza kupoteza maisha. Hivyo Dajong hakuwezaga kuingia ufalme. Akiwa na miaka 12 tu alinyolewa kwenye kiti uchali. Hii ni historia ya kweli kabisa. Anasema baada ya kumwangalia Nosan, nimegundua mabadiliko katika macho yake. Macho yake yanaonyesha ushujaa, yanaonyesha wasiwasi hakuna tena. Sasa tujipange kwa sababu kuna jambo linaweza likawa zito zaidi. Akisha tunapambana. Baba mdogo alipata ghadhabu kubwa sana. Sasa anaambia aliandika barua moja asili sana akiwa anaituma kwa kakake. Lakini pia mzee mzima alikuwa mbele ya muda sana mkali. Secretary waziri Amyong anasema huyo atakuwa na muunganiko na kakake wakiwa anahitaji kufanya mapinduzi. Basi wanasubiria barua asili tu kwa ajili ya kufanikisha mapinduzi. Charlie chalaza vema sana barua na usikule alihitaji ifike department kwa kakake Amyong kwa ajili ya kubaliana na ofa mapinduzi ili kuliweka taifa katika historia. Wow. Basi usikule aliweza kutuma ujumbe pande pili. Kuna kicheche moja Charlie alipata ule ujumbe na chapu alikuwa anahitaji kuondoka usiku ule. Mzee alishuhudia sana ili tukio. Nakumbuka mzee hatujui nini ambacho aliongea na ule mzee mzima, kwa sababu kwa sasa mtoto wake ameisha kuwa katika hali ya usalama zaidi. Kumbe kuna kitu ambacho aliahidiwa endapo atafanikisha hili jambo. Sasa upande wa pili wazima alikuwa anasubiri barua tu. Basi ujumbe uliweza kufika kutoka kwa Charlie. Anasema ni wakati wa kusimama kupambana na kutengeneza historia katika taifa la Joseon. Hata hivyo kwa sababu Joseon ina mwongozo wa vitu vingi sana, iwe jasho, damu au mate, vyote viweze kuunganika kurejesha throne yangu. Basi tujiandae kwa mapinduzi. Hivyo ndo barua ambavyo ilikuwa inasema. Anasema sio kwa faida yetu, ni kwa faida ya vizazi vijavyo na vijavyo vitatuandika katika vitabu vya historia. Hiyo ndo barua ilivyokuwa inasema mnyama.
lakini pia mzee mzima alikuwa anajipanga vyema zaidi kwenda kukabiliana na wajomba. Madirekta huku na mawaziri wameweza kuungana kwa ajili ya mapinduzi zaidi. Vikosi vinajigawa vyema zaidi kwa ajili ya kutengeneza historia ya mapinduzi ya taifa la Joseon. Jomba sijui kama atatoboa, mimi na wewe majibu hatunaga. Mzee mzima amejipanga zaidi. Sekretari Amyong aliyembishaga bloodline ya kifalme. Sasa mzee mzima, cha kushangaza zaidi ni kwamba alienda kuripoti taarifa yote juu ya kitu ambacho amekiona upande ule na kutoa taarifa juu ya mapinduzi ambayo yanaenda kufanyika. Aisee, huyo mzee anasema nimeona kwa macho yangu kila kitu na mimi najua kitu cha kuweza kufanya, na hata ile barua niliiona. Kwa bwana mdogo akagundua mzee huyu huenda ameweza kuharibu taarifa. Sasa hakuwa na uhakika zaidi, hivyo alikuwa anahitaji kuondoka kuendelea na ile target ambayo alikuwa ameiweka katika mpango. Kumbe mzee upande wa pili tayari alishavujisha taarifa, hivyo watu wamejipanga zaidi ya bwana mdogo alivyojipanga. Prince Nosan miaka 12 tu alichomolewa kwenye ufalme. Si hatuna habari nayo. Basi bwana mdogo alifika sehemu moja ambayo ilikuwa ni makubaliano zaidi na kikosi kimoja maalum kutoka kwa kakake. Anasema una uhakika na hicho ambacho anahitaji kukifanya kwa wakati huu? Anasema sihitaji kupoteza nafasi nyingine, nachohitaji ni kurejea katika nafasi yangu. Huyu mzee ni kama kuna hofu fulani anayo sana. Anasema ina maana huko upande wangu. Basi upande wa pili wazee wanazidi kupanga mipango tu ya namna ambavyo vikosi vinatakiwa visambae kwa ajili ya kuhakikisha wanafanikisha mapinduzi zaidi. Lakini sasa kuna kikosi ambacho ni kama kiliwalia target, yani walipigwa mbele. Wazee wanapiga story tu namna vikosi ambavyo vinatakiwa vipangwe. Kumbuka mundani wote ni majenerali, vikosi viko nje. Sasa wao wako na mpango wa vita kundani. Hasa mzee mzima akiwa na huyo Charlie walifika katika eneo moja ambalo ni eneo la makutano. Basi mara ghafla tu katika ile eneo anasema hakuna mtu yote hapa. Mara ghafla kiliweza kufika kosi. Anasema mimi ni Joru, Vice Director of the City. Tumekuja kwa ajili ya kukamilisha jambo kutoka kwenye mwongozo wa kwa sasa tuondoke. Kuna mtu anasikika akisema mbona mna haraka kiasi hicho? Huyo ni nani sasa? Mzee mzima huyo wanamuita Amyong. Dogo ndo alichoka sasa, akajua mchezo tayari umeweza kuuzwa. Anasema wewe niliweza kukuweka karibu na kakako nikiwa nahitaji kutengeneza nafasi ya kuweza kuwanasa vyema zaidi na kuwatafutia sababu ya kuweza kuwakamata. Anasema shambulia waasi wote. Sasa bwana mdogo anakosa la kuhitaji kutoroka katika kifungo, na hiki kikosi ambayo imekuja kumsaidia ilikuwa ni watu wachache sana. Sasa upande wa pili anasema tusichukue muda sana kwa sababu hatuwezi tukajua feedback ya mnyama atafika wakati gani. Charlie ndo anashuhudia tu, mchezo ni kama umeshaharibika. Nani ambaye ameuza siri? Nani ambaye ameharibu mipangilio yote mpaka mzee mzima Amyong sekretari weza kufanikiwa? Sasa wanahitaji kutoka kwenda kuangalia nini ambacho kiko nje. Sasa upande wa pili ni kwamba kwa the king Prince Nosan mambo yamekuwa magumu, na wao pia huko wanajikuta wako chini ya ulinzi kwamba askari wote wameweza kuuawa. Sasa mission iko complete failed. Nini atafanya bwana mdogo? Anasema vitabu vya Kikorea vitakuandika ukiwa na historia mbaya zaidi kwa kile ambacho unakifanya. Hauoni aibu? Anasema wewe na kizazi chako chote utakwenda kuendelea kuwa na usalama zaidi. Hii ndio ikamfanya Mamba agundue mtu aliyeuza mchezo ni huyo hapa mzee mzima, kwa sababu ya kuokoa mtoto wake pamoja na kijiji zaidi. Hii ilimuumiza sana. Anasema kwa nini hukuniambia? Kwa nini umefanya kitu cha namna hiyo? Ili ulijua hii ilikuwa ni ndoto yangu kuhakikisha naliweka taifa katika mikono salama zaidi. Anasema mheshimiwa, nini ambacho ningefanya? Irauma sana. Mzee ambaye alimwamini, mzee ambaye aliuza mchezo zaidi. Sasa upande wa pili ni wakati wa adhabu. Charlie Prince Ga-myong Seong anatakiwa aweze kunywa sumu tu kwa kile ambacho amefanya. Hiyo ilikuwa ni adhabu maalum sana. Alisema nisamehe mfalme wangu kwa sababu nimefeli. Hasa mzee mzima unaambiwa kama unavyojua nafsi ilimuuma sana kwa kile ambacho alikifanya. Sasa anakaa nje tu
ya jumba ambalo yuko mnyama kwa ndani. Anasema, kwa nini nimefanya yote haya? Kwa nini nimeweza kumtendea mtu vitu? Sasa majira usiku zaidi, akiwa ametulia, yule kijakazi wa the king, yani Prince Nosan, aliweza kumuita mwamba kwa sababu mwamba kuna jambo anahitaji kuteta. Hasa mzee angefanya nini, kwa sababu tayari naye kuna watu ambao wanamtegemea kama chifu. Mwamba alitabasamu sana. Anasema ilikuwa ni vizuri sana kama umeweza kusimama na kuwatetea watu wako, lakini pia nafurahia tu kwa mara ya kwanza nilivyopata nafasi ya kuingia katika sehemu yenu. Ukarimu ambao mlinionyesha ulikuwa mkubwa sana. Niangalie kwa karibu kwa sababu wewe pekee ndo ulikuwa rafiki yangu, uliyenifanya nijione shujaa, uliyejifanya nione naweza kukamilisha kila kitu. Lakini sasa mambo yameenda tofauti zaidi. Naomba nikwambie kitu kimoja ambacho ni muhimu sana. Na hiki nakuambia nikiwa ni wewe naye kuamini. Basi kuna ombi mtaalamu alimwomba mzee mzima. Pamoja na yote ambayo alikuwa amefanyika na yeye, kuna ombi ambalo alimwomba. Sasa ilikuwa ni siku ambayo ndio kisomewa hukumu ya kuweza kumaliza Yi Ongui. Hiyo Yi Ongui ndio ule Dajong. Kazi historia za wafalme wa Joseon. Unaposikia Dajong ndio uchali Yi Ongui, ambaye mndani alikuwa anaitwa Nosan. Aliwezaga kuchomolewa akiwa na miaka 12 na kutolewa nje ya ufalme. Watu kimabavu wakachukua. Sasa toa anahitaji kumtoa mpatie kikombe cha sumu ili aweze kukili kwa uasi aliofanya, lakini ghafla aliweza kufika mzee mzima Aimon. Huyu kuna jambo aliongea na mtaalamu. Tukujua jambo gani, lakini sasa aliomba ndio mtu pekee aweze kumtoa mtaalamu. Anasema ni wakati wa kuweza kucross river, ni wakati wa kuweza kuvuka muda. Anasema basi ndio ile kumbukumbu ya kile ambacho kiliongewa usiku ule. Anasema naomba uniwe kwa mikono yako, hiyo itakuwa ni faraja katika maisha yangu. Sihitaji kufa kwa sumu ambayo imepandikizwa na watu ambao siwaamini, ni watu ambao wamenipora kila kitu. Hilo ni ombi langu tu. Tafadhali naomba univushe salama mto. Basi mwamba akasema okay, taifanya kadri utakavyo. Lakini pia anahitaji ujifunze sana, uangalie nani ana makosa kati ya bwana mdogo au huyo mzee mzima ambaye chifu, kwa sababu yeye ana watu na kijiji, lakini pia alikuwa na mtoto wake. Hivyo alifanya yote yale kwa ajili ya kutetea kijiji chake pamoja na mtoto wake. Sasa alichoamua ni kutekeleza kile ambacho mnyama alimwomba. King Nosan anasema tumekaribia kufika, yani ana ghadhabu na machozi yasiyoweza kufutika, maumivu ambayo amepitiliza zaidi. Hapa ndo alikuwa anamnyonga bwana mdogo, yani anamkatisha moto ili wajumba wasije wakampatia sumu. Sasa wazee mtu muda wote walikuwa hawajashtukia, baadaye ndio nakuja kushtukia mchezo. Hata hivyo iliweza kutolewa oda moja ya kibabe zaidi ya kwamba mtu huyo atupwe kwenye maji wala mwili wake usifanyiwe mazishi yoyote. Hiyo ilikuwa ni kama adhabu kwa kile ambacho alikifanya. Wanasema hata hivyo naye kijakazi wake ambaye alimtumikia kwa muda mrefu, baada ya kupata ujumbe fulani alioachiwa na mzee mzima Nosan, aliweza naye kuchukua hatua tu ya kuweza kujiangamiza mwenyewe, kwa sababu aliona mtu ambaye alikuwa ni psycho pendo yake tayari ameweza kuondoka, hivyo naye aliweza kuchukua maisha yake zaidi. Hii hapa ni historia ya kweli ya bwana mdogo ambaye akiwa ni miaka 12 tu alinyang'anywa mzigo wa kiti cha kifalme. Wanamuita Prince Nosan, ila sasa ni ule King Dajong katika ile historia ya bloodline ya kifalme ya Kikorea. Basi muda wote alikuwa nami Falu DJ kutoka GC Production. Naomba nikushukuru sana kwa time yako, lakini pia baada ya picha tutakuwa na picha nyingine bomba zaidi. Comment, like, share, subscribe, hiyo inatupa nguvu ya kusogeza burudani kabambe zaidi. Asima yote mambo alizidi kusonga na wakati ulienda, hatimaye Prince aliweza kupoteza maisha. Katika historia iliandika kwamba kijakazi wake pia aliweza kupoteza maisha, na hata hivyo mkali ambaye alifahamika kwa jina la Yong-do alisalia na wanakijiji wenzake, lakini pia mkali ambaye alifahamika kwa jina la Yong Mwamba ambaye alimbisha bloodline ya kifalme. Wanasema baada ya kupita miaka kadhaa baadaye, mwili wa bwana mdogo uliweza kuwekwa sehemu salama na kuwekwa kwenye kumbukumbu za kihistoria ya kifalme zaidi ya Joseon. Basi hiyo ni sehemu ya mwisho kabisa. Sasa tukutane na burudani kabambe katika episodi safi zinazofuata. Mimi naitwa Falu DJ. Asante sana kwa timu yako, lakini pia asante sana kwa support yako. Sina mengi sana. Leze chao. Kamsamida. Wow.
Yapo yetu sote baba baba. Kuna kitu mpya inakuja, kwa hiyo usioze tu. Nafikiri panapo majaliwa tarehe 20 tutakwenda kuachia advertise yake ya mzigo bomba zaidi. Lese chao. Kamsamida. Wow. 보내셨다라고.